tunakwenda leo, wengi wetu waga tunajua Mungu anathamini sana mahusiano ya mke na mume. Mungu anadili sana na single zaidi ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua singleness inapokuwa iko vizuri, automatically ndoa itakuwa salama. Lakini mtu ambaye hajawa single akiingia ndani ya ndoa, hata afanye nini, ndoa haiwezi kuwa salama. Jana wakati tunaangalia foundation, tukaangalia mwanaume akiwa single, Mungu alimuumba peke yake kabla hajamuumba mwanamke. Lakini pia Mungu alimuumba mwanamke peke yake wakati mwanaume amelala. Jana nilisema lile neno ambalo Mungu alisema, and God said it is not good for a man to be alone, halikuwa neno la mwanaume, lilikuwa neno la Mungu. Mwanaume kabla mwanamke hajakuwako duniani hakuwahi kumhitaji mwanamke. Kwanza alivyokuja ametuletea shida. Yaani walivyoingia tu wanawake kwenye bustani ya Eden, changamoto ikatokea. Mwanaume hakuwahi kuhitaji kuwa na mwanamke, ila Mungu alikuwa na plani na kusudi alilonalo yeye. Kwa nini? Jana nilitoa sababu ya ndoa kubwa kabisa kwenye Biblia. Sababu kubwa ya ndoa ni mfumo wa Mungu aliyoutengeneza wa kuijaza dunia. Mtu wa kwanza ambaye ni Adamu, Mungu alimtoa kwenye mavumbi ya ardhi. Mtu wa pili ambao ni mwanamke, Mungu alimtoa kwenye ubavu wa mwanaume. Nikisikiaga wanawake huko duniani wanadai haki zao na washangaa. Wakati ambao tulipaswa tudai haki zetu ni wakina nani? Ni wakina sisi wanaume. Na hatujikwezi wala tumetulia. Ninyi ambao hamna haki ndio mmezidi mgogoro. Nilikuwa nalifuatilia lile neno Mungu ile sehemu Mungu aliyochukua, utakuja kugundua kwamba mwanaume ana aina mbili za seli za uzazi. Tuna X na Y, wakati mwanamke ana X. Kwa hiyo wakati Mungu anachukua sehemu yetu, alichukua X zetu. Kwa hiyo wadada mliokuweko hapa, tunataka X zetu. Jana tukamalizia kwenye kuendeleza kizazi duniani. Mungu alimtengeneza mwanaume. Wakati Mungu anaongea na mwanaume alikuwa hajui kwamba ndani yake kuna mwanamke. Kisha Mungu akamtoa mwanamke ndani ya mwanaume. Mwanamke alipotolewa, Mungu alimtengenezea mfuko wa uzazi. Ndio maana anaitwa womb man. Ni man lakini womb. Ni mtu mwenye mfuko wa nini? Wa uzazi. Mwanaume naye ni mtu mwenye mbegu za uzazi. Kwa hiyo Mungu akaruhusu hawa wawili watakapooana watashiriki tendo linalopatikana ndani ya makubaliano hayo yanayoitwa ndoa. Wakishiriki hilo tendo, kusudi, kama unakumbuka jana, kusudi la tendo la ndoa ni kuongeza watu duniani. Ndio kusudi yake. Lakini Mungu akaongeza kitu ambacho sio kusudi, ni enjoyment. Akaweka na hiyo enjoyment. Kwa hiyo usije ukachanganikiwa kwenye kutofautisha vitu viwili, purpose na enjoyment. Leo kwa kutokujijua kwetu, wengi wetu tuna focus sana na enjoyment. Yaani unakuta mtu huko chuo mwaka wa kwanza unahitaji mahusiano. Ukiulizwa ya nini hata wewe hujui. Yaani unahitaji demu wa nini? Mwanangu unajua si wanaume. Kwa hiyo unakuta unachokiangalia wewe, nilitoa jana mfano wa yai, nikasema yai ni tamu, unaweza ukalila hata bila chumvi, si ndio? Nikafananisha yai lenyewe lile ndio kusudi la Mungu sex ifanyike, ila tukiwa ndani ya ndoa. Nikasema chumvi inaongezea tu nini? Inaongezea tu ladha iwe nzuri. Kwa hiyo chumvi jana tuliitem kwamba ndio enjoyment. Sasa sikiliza, usitafute chumvi, tafuta yai, alafu ndio upate nini? Chumvi. Wengi wetu leo hapa
Tuna ma-ex na tunajisifia. Yaani unakuta janamke au janaume kabisa na akili timamu anajisifia, huyu alikuwaga ex wangu. Unajua kwa mwanaume au mwanamke anayejielewa, ukishasema tu huyu alikuwa ex wangu, anakuona wewe ni poyoyo. Swali, kwa nini alikuwa ex wako? Ni kwa sababu haukujua kusudi la jina. Mungu mwenyewe ndo anasema si vema kufuli liwe, si vema funguo iwe na ifanyia nini? Kufuli. Mungu ndo anatengeneza kufuli, analisogeza. Adamu hakuhangaika kujaribu makufuli mengi. Yeye alienda moja kwa moja kwa kufuli lenyewe, parakacha, kata, mlango umefanyaje? Lakini angalieni ujinga tulionao leo, wanawake na wanaume duniani leo. Unatafuta mke mwenyewe na unamtafuta kwa njia ambayo sio sahihi. Unakuta una kinotebook umeandika awe anawahi shule ya Sabato, asikose lesoni, roho ya unabii, asikose Biblia. Hivi unajua kuna watu wanawahi shule ya Sabato kwa sababu wanakolala ni sebleni. Na unajua sebleni lazima wewe wa mwisho kulala wa kwanza. Sasa wewe ukimwona saa 12 yuko kanisani unasema wow, huyu ndiye mwenyewe. Unawahi na funguo yako kujaribu. Ukiingiza parakacha imegoma. Karakacha imegoma. Swine, hapa sio. Ukitoka hapa sio, unaanza kumuita ex. Huyo mwanangu alikuwa ex wangu. Unaenda tena kutafuta kufuli lingine, parakacha sio. Lingine parakacha sio. Hivi assume zania kichwani. Kama kila uliyelala naye umebaki na alama, ungekuwa unavaaje leo? Hivi unajua kuna watu mngeacha macho tu hapa. Yaani kuna watu wangeacha hapa. Ingekuwa mabaka yanabaki, watu mngeachia wapi? Hapa. Kwa hiyo mimi niwauzie wazo wadogo zangu, hebu turudi. Yesu wakati anaojiwa kwenye kitabu cha Mathayo 19, Yesu alisema hivi, hamkusoma hapo mwanzo? Yesu alizigawa ndoa mbili, ndio maana yeye hakuoa. Nisikilize vizuri nakokwenda. Kuna ndoa aliyoianzisha Yesu, alafu kuna ndoa ambazo Yesu hakuzianzisha. Zipo. Ndizo zinaenda kumwambia Yesu, unaonaje? Kila sababu tunaruhusiwa kuacha. Yesu akamwambia, amkusoma hapo? Yesu alikuwa anawaambia, mimi si ndoa mlionayo hata mimi siitambui. Yesu anawaambia, yani hapa mlipo sikuanzisha hivi mimi. Mimi mwenyewe mnanichanganya tu hapa mlipo. Mimi nilipotaka muwe kulikuwa ni wapi? Hapa. Ndio Yesu anawarudisha in the beginning. Kwa mantiki hiyo naomba uniruhusu nitumie hili neno. Kwenye hii dunia tunayoishi leo, ndoa ambazo Mungu alianzisha ni chache hata kwa wale walio ndani ya ndoa. Wewe tuone hivi tu. Kuna watu wanakinywea kweli kwenye ndoa, ila wanafanyaje sasa? Na Biblia imeshamwambia aliyowaunganisha Mungu. Unajikaza siku zifanyeje? Lakini umekosa maana. Na ndio maana mimi siku hizi nafsi yangu inapenda sana kutokufundisha wanandoa. Ni beta kuwafundisha nyinyi. Ili unapofanya maamuzi sasa hivi, fanya maamuzi sahihi kabla hujafanya nini? Kabla hujaenda kwenye hiyo taasisi. Ni nzuri lakini ukipatia, ila trust me, ukikosea utajuta kwenye maisha yako yote. Jana wakati tunaondoka niliwaambia leo tutaangalia maneno matatu. Na sikuuliza saa hizi naenda hadi saa ngapi, maana tukuanza kwa muda wetu. Kwa hiyo yule wa muda utanisaidia tutakapokuwa tunakaribia. Jana nilisema tutaangalia leo maneno matatu: single, alone na lonely. Haya, mliocheka wote simama juu. Allah. Leo tunaangalia maneno mangapi? Single, alone na lonely. Na watu wanayachanganya haya maneno sana. Kitabu fulani nilikuwa nasoma chenye kinatafsiri neno single, kinasema absence of something. Yaani kukiwa hakuna kitu fulani, yaani kuna funguo ila hakuna kufuli. Hilo lipo. Ndivyo watu wanavyotafsiri single.
Lakini hivi Biblia na ukienda Google, maana exactly ya single ni hipi? Maana ukisema single ni lack of something, automatically utakubaliana na mimi, Adamu wakati yuko peke yake alikuwa na mapungufu. Kama Adamu akiwa peke yake kabla ya kuwako mwanamke hakuwa na mapungufu, basi definition hiyo ya single haiko sahihi. Sasa naomba wanaume, okay, ngoja nibadilishe. Naomba jinsia ya kiume 4. Kwani mna nyinyi jinsia si mnazo? Kwani nimekosea wapi sasa? Sasa kabla hamjafika huku juu, nendeni mchague mmoja mmoja, Kila mtu chukua mmoja uje naye. Na utakuta watu wanaenda mabenchi ya nyuma. Yaani utaona kabisa mtu anaenda benchi la nyuma kabisa. Haya, chagua bwana. Wacha we. Haleluya. Dada unachelewa, njoo tu, ni mfano sio kweli. Kweli sio kweli, ni mfano tu. Bwana, mbona uko mwenyewe? Wewe wa kwanza naomba uje upande na huyu dada ya upande. Yule wa jana Mungu ni wewe, ulikuwa Mungu jana au ulikuwa Adamu? Njoo uwe Mungu leo. Naomba Mungu anisaidie concept iingie kichwani kwako, itakusaidia. Na kipengele kingine tutakachomalizia kesho, trust me, itakusaidia. Nisikilize vizuri kabisa hata kama nitaishia hapa. Njoo rafiki yangu. Dada achana naye kidogo, mtarudiana baadaye. Sogea huko. Maana tangu mchukuane mko Bennett. Tafsiri ya neno single wanasema ni separate, unique and whole. Mtu akiambiwa you are single, maana yake hakuna mtu kama wewe. Wewe ni tofauti na mtu mwingine yoyote duniani. Una tabia zako za pekee na wewe ni mtu uliyekamilika. Nisikilize vizuri, haumuhitaji mtu mwingine. Wewe unajitosheleza. Nani amenyelewa nipungie mkono? Hiyo ndiyo maana neno single. Single haina maana nina upungufu. Mimi ni wa pekee, hakuna kama mimi, nina vitu vya pekee vya kwangu na mimi nimekamilika. Ndiyo maana neno single. Adamu alikuwa single. Funguo. Hii funguo imekamilika, iko vizuri na haina shida yoyote. Na uwezo wa kuzichukua funguo 3 nikaziweka sehemu moja. Njoo funguo. Nenda pale. Njoo funguo. Nenda pale. Hizi ni funguo ziko ngapi? Nimezitengenezea, shikaneni mikono iwe kama holder. Zote hizi nimezitengenezea ziko kwenye nani? Holder hii. Lakini kila funguo ina kufuli lake. Funguo hii sio sawa na hii, sio sawa na hii. Ingaweje zote ni funguo. Kwa mantiki hiyo, huyu hana haja ya kuwa huyu. Huyu hana haja ya kuwa huyu. Na huyu hawezi kuwa huyu. Nani amenielewa hapa? Ingaweje zote ni nini? Sawa sawa na mfano mwingine, muembe, mchungwa, mparachichi. Hapo mmeelewa haraka kuliko sehemu nyingine. Hapa kote ni miti, lakini matunda ya huyu hayawi ya huyu. Kila mmoja ana tunda lake peculiar. Kwa mantiki hiyo, wewe unayenisikiliza sasa, wewe mwenyewe unajitosheleza, haumuhitaji mtu mwingine ili akufanye kuwa wewe. Haya, wale mliochaguliwa na wale waliokuwa pale, mwende nyuma. Wewe kuchaguliwa mtu, wewe ulichaguliwa mtu wa Mungu. Wadada. Kuna mmoja hapa kabisa, wako watatu. Afu weka mkono wako kwenye bega.
Hii ni funguo, lakini kufuli lake ni hili hapa. Hii ni funguo, kufuli lake. Nikichukua kufuli hili nikafungulia funguo hii, ni baraa, haiwezi kufanya kazi. Kwa nini? Funguo ni timilifu, imekamilika, haina shida, ila imeenda kwenye kufuli ambalo. Sasa swali, nani anayejua exactly kufuli hili ni la funguo hii? Halo? Nani anajua kwamba kufuli hili linafungua funguo hii? Manufacturer, mtengenezaji peke yake ndiye anayejua funguo hii inafungua kufuli hili. Ni muumbaji peke yake. Tuliobaki wote duniani hatujui. Na nisikilize mdogo wangu, ukijitahidi ujaribu mwenyewe utateseka. Kwa sababu wewe sio mtengenezaji wa hizo product. Sasa shida tulizonazo leo, tumeacha kwenda kwa mtengenezaji wa bidhaa, sisi tunaanza kuzitafuta wenyewe. Lakini kama kila kijana atagundua kwenye fahamu yake, mimi ni funguo, mimi ni wa pekee, hakuna kama mimi, siwezi kulijua kufuli langu isipokuwa aliyenitengeneza anajua kufuli langu. Naomba hapa wewe usiminye mkono. Naomba tukate hapa, mrudi huku. Abaki Mungu na Adamu. Mungu. Rudi kule shosti. Ngoja niwaambie kitu ambacho tumepoteza leo binadamu, na utakuja kugundua kuna fungu wengi wananiulizaga leo, nikusaidie ulielewe. Eti pastor, kuna shida gani nikimuoa ambaye sio Mwadventista? Maana kuna Waadventista pastor hawana heshima, lakini kuna watoto huko nje. Yaani pastor sio Mwadventista lakini anavaa nguo mpaka wapi? Akinisalimia anabonyea. Hiyo ni tabia kwa Wasukuma, sio heshima. Akinisalimia ananyenyekea, ni mtu mzuri. Pastor, kwani kuna shida gani? Lazima nioe? Sijui kama mmepitia hizo scenario. Ngoja niwaambie kitu ambacho watu wengi hawajui na ni madhara makubwa kuhusu ndoa. Watu wanataka end product lakini hawataki ingredient. Watu hawataki kujua ili keki iwe tamu hivi unachanganya nini na nini. Watu wanataka kitu kilichokuwa tayari, na ndio maana unaweza kukuta mwanaume ni malaya lakini ukimuuliza, Mungu anisaidie nimpate mwanamke bikira. Hakuna asiyetaka keki nzuri. Yeye ni malaya na ni muhuni kweli, na anakuambia kabisa, huyu hafai mwanangu kuolewa. Huyu hafai. Wewe unafaa. Maana Mungu anasema anakupa unayefanana. Kama wewe ni malaya, ametenda maajabu. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13 na kuendelea, inazungumzia upendo. Sijui ukiwa na hiki na hiki na hiki, usipokuwa na upendo ni kazi bure. Ukiwa na hiki na hiki na hiki, usipokuwa na upendo ni kazi bure. Mnakumbuka? Neno lilotumika pale ni sawa na neno lilotumika kwenye Wagalatia 5 fungu la 22 na la 23. Na wanapolitafsiri lile neno wanaliita agape, na inaaminika duniani agape ni upendo wa Mungu peke yake. Tuko pamoja? Na mimi nakubali. Lakini usisahau, mimi na wewe tumeumbwa kwa mfano. Kwa mantiki hiyo, sisi tunapaswa tuwe na upendo wa Mungu. Halo? 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 Tunapaswa tuwe na upendo wa Mungu. Kwa nini? Ndio asili yetu, maana tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa mantiki hiyo, chochote viumbe wengine wanachotaka kujifunza kuhusu Mungu wanapaswa wajifunze kwetu. Ndio maana kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, nafikiri chapter 1, kuna mahara, nafikiri paragraph ya kwanza kama sio ya pili, inasema dunia yetu ndogo ni kitabu kwa malimwengu mengine. Kwa hiyo mimi hivi nilivyo duniani, kuna viumbe wanapohitaji kujifunza Mungu wananiangalia mimi. Halo? Swali sasa. Wewe unaonaje ukiangaliwa? Yaani wewe sasa hivi viumbe wakikuangalia wanamuona Mungu ndani yako? Nisomee kitabu cha Warumi 5:5 rafiki yangu. Warumi 5 fungu la 5. Nataka nikuonyeshe kitu muhimu sana
Nisomea haraka haraka baba. Warumi 5 fungu la 5. Warumi 5 fungu la 5. Ukae tu pale nitakusumbua sumbua. Twende haraka nikimbizane na muda. Warumi 5 fungu la 5. Warumi 5 na kitabu cha Warumi 5 mstari wa 5. Anasema, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Halo, wangapi wamesikia hilo fungu? Maana pendo la Mungu limekwisha kuwako ndani yetu kwa sababu tuna Roho Mtakatifu. Sasa nitagawa hapa makundi mawili ili uelewe kwa sasa tu, ili uelewe. Hii ni Mwanzo 3 na kuendelea. Yaani ukianzia Mwanzo 3 mpaka Ufunuo ni ili kundi hapa. Hawa wawili hapa ni Mwanzo 1 na Mwanzo ngapi? Na utakubaliana na mimi kila kitu kilivyo duniani in the beginning kilianza Mwanzo ngapi? 1 na Mwanzo 2. Kwa lugha nyingine, Mwanzo 1 na Mwanzo 2 ndivyo Mungu alivyotaka dunia iwe. Ukianza Mwanzo 3 kwenda huku, Mungu hakutaka hivyo. Hapa kabla dhambi haijaingia, mwanadamu alikuwa na pendo la Mungu. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu alikuwa wapi? Shikaneni hapo. Automatically Adamu akiwa kwenye bustani ya Eden hana dhambi, uwepo wa Mungu ulikuwa ndani ya nani? Ya Adamu. Automatically. Kwa hiyo Adamu alikuwa na upendo wa agape kabla dhambi haijaingia. Hivi unajua mwanadamu anapokufa, sasa hii sijui itaelewekaje. Nitakupa mfano uelewe. Mungu wakati anamuumba mwanadamu, target ya Mungu ilikuwa ni mahusiano. Yaani trust me, kila kitu kinachoendelea duniani Mungu alicholenga, it's all about relationship. Nothing else. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu, Mungu aliongea mwenyewe. Maana yake nini? Mungu na mwanadamu hawapaswi kuachana. Kama ilivyo samaki na bahari, kama ilivyo mti na ardhi. Mti ili uwe na thamani lazima uwe juu ya nini? Ardhi. Samaki ili awe na thamani lazima awe ndani ya bahari. Samaki karuhusiwa na aliyemtengeneza, ishi unavyotaka, ila ukiwa ndani ya nini? Usisubutu kutoka wapi? Swali, samaki akijirusha nje, kosa la aliyemtengeneza, kosa lake? Nisikilize vizuri ninakokwenda. Mti ukiung'oa kwenye ardhi unaanza kufa kifo cha kwanza. Kipi? Kitendo cha kung'oa mti ukautenganisha na ardhi, hicho ni kifo cha. Ukiuacha juu hapa kwenye ardhi kwa muda wa kipindi fulani, ule mti utanyauka. Niko sahihi? Niko sahihi? Kwa hiyo mti unakufa vifo vingapi? Naenda taratibu. Adamu na Mungu walikuwa wameunganika pamoja. Maana yake Adamu ana agapel, ana upendo alionao Mungu. Alipokula tunda, Mungu alitoka kwa Adamu. Cha kwanza, mti umeacha ardhi. Ingaweje ukiwa umeacha ardhi, ulikaa juu ya ardhi mpaka ukanyauka miaka 930. Nani amenielewa? Nipungie mkono. Adamu, kifo cha kwanza kibaya alichokufa Adamu ni uwepo wa Mungu kutoka ndani yake. Kitendo cha Mungu kutoka ndani yake, Adamu akaanza kuto kujikubali. Akaanza kugundua paka ambavyo alikuwa hajui. Oho, kumbe sina nguo. Kumbe niko uchi. Kisha akamkimbia nani? Kwa lugha nyepesi, Adamu akadevelop kitu ambacho hakikuwepo, kinaitwa lonely. Lonely kwa lugha nyepesi ni kuto kujikubali. Alafu akili yetu ilivyokuwa mbaya, tunafikiria sisi tunavyofikiri ambavyo tunaweza kujifanya tuweze kuwa bora. Adamu alivyoona ajikubali, yeye akatafuta majani akajifunika. Lakini kumbe tunachokihitaji kwenye mahusiano sahihi ambacho ni cha thamani sana ni uwepo wa Mungu ndani yetu. Kwa sababu ukiwa na Mungu, Mungu ana instruction zake. Kwa hiyo hapa kabla dhambi haijaingia, Adamu na Mungu wakiwa wamejifungamanisha pamoja, ndipo Mungu anasema hivi, is not good for a man to be, lakini utakubaliana na mimi, if he is single. Nani amenielewa?
si vema awe peke yake, lakini kama ni single, kwa maana ya single ambao nimeshaisema, Mungu akamuumbia mke. Wakati Mungu anamuumba huyu mwanamke, Biblia haisemi moja kwa moja Mungu alianzisha ndoa. Mungu alianzisha zaidi ya ndoa. Cha kwanza alichoanzisha, Mungu alisema asiwe peke yake. Maana yake ni nini? Kuna single wa kiume, ni mtu aliyekamilika, hahitaji mtu mwingine, hamtegemei mtu mwingine. Alafu Mungu akamuumba mwanamke naye anajitegemea, hahitaji mtu mwingine. Hapa they are not alone, ila bado hawako kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hakuanza kutengeneza ndoa. Mungu plani yake alisema hivi, si vema mtu huyu awe. Baada ya Mungu kuwakutanisha, angalia, huyu yuko single na huyu yuko single. Kwa nini? Huyu ni wa pekee, tofauti na mtu mwingine. Huyu ni amekamilika. Nisikilizeni vizuri. Mwanamke ni msaidizi, mwanaume ndio mwenye kampuni yake. Sijui nimeeleweka? Mwanaume ndio aliyepewa jukumu. Mwanamke ni nani? Swali. Nani anayejua msaidizi anayefaa kwa huyu mwanaume? Ni Mungu. Mungu anajuaje? Nisikilizeni wadogo zangu. Mungu aangalii the opposite sex. Mungu aangalii tendo la ndoa. Mungu anaangalia ndani ya huyu mwanaume nimeweka nini, nataka kifanye nini duniani. Come on. Sijui kama hii concept imeingia. Kila mtu aliyekaa hapa, kuna kitu Mungu kamuumba akifanye wapi? Duniani. Na Mungu peke yake ndio anajua. Nilichomuumbia Peter, nilichomuumba Peter awe duniani na ataishi miaka 85. Msaidizi wake wa kumsaidia kutimiza nilichokiweka ndani yake ni Shoma. Kwa mantiki hiyo, mwanaume hapaswi kumtafuta mwanamke. Mwanaume anapaswa kumtafuta Mungu. Mungu adhihirishe kusudi lililo ndani yake. Akilijua kusudi lililo ndani yake, Mungu atapresenti msaada kwake. Lakini ni mashahidi, siku hizi tunatafuta opposite. Mungu, cheki mtoto ule, angalia mguu. Huyu mtoto anatoka chuo gani? Unaanza kutafuta kwanza conference gani? Unaambiwa huyu anatoka ECT. Come on. Chuo gani? Anaambiwa mpaka chuo. Utakuta anakufuata kama ni muimbaji. Ulinibariki pale ulisema na wewe dada ulivyokuwa mjiga, amina. Utakuta anaendelea, samani naweza kupata namba zako tuamshane hata. Kwani siku zingine ananiamshaga nani? Na dada ulivyokuwa mjinga, ngoja niwaambie wanawake, kuna wakati mnajizalaulisha. Yaani mtu anakuambia naweza kupata namba zako, hata ujifikiri 07822. Una matatizo gani? Kidume kikichukua namba yako ya simu, kumbuka yeye mwenyewe huyo mwanaume hajui yeye ni nani, kwa nini yuko duniani na anataka nini. Hajijui yeye ni nani. Lakini kwa sababu wewe una mguu wa Pepsi, nini mnaitaga? Mguu wa bia, kokozi. Jamaa kavutiwa na wewe. Mwangalia alivyokuwa kipofu. Yeye hajijui ni nani. Ili ajijue ni lazima awe connected na source. Ili mwanaume ajue yeye ni nani, lazima awe connected na source. Sasa hana mahusiano na Mungu, hajui anatakiwa afanye nini duniani, alafu anakuja kukuomba wewe usaidizi. Unaenda kumsaidia nini? Na wewe dada unasifiwa, unakuwa mjinga. Sidai kuona mwanamke kama wewe. Mtoto na mguu. Ukitembea hivi mimi unanichanganya. Hivi unavyoniona silali. Hata ulaji wangu umefanya nini? Na wewe huko unaanza kungatangata kucha. Alafu hata vibao viwagi vya kwa nguvu. Unaona mkono unakuwa hivi, alafu wewe. Mimi nina watoto wa kike tupu. Kuna wakati pastor anajifunzaga vitu mpaka naogopa. Ngoja niwaambie vijana wenzangu, kabla ya kumpata mwenzi, search yourself. Search yourself. Who you are. Where are you heading? Why are you here? Wako watu wao wenyewe hajui yeye ni nani, kwa nini yuko hapa. Yaani ukuta mtu anakutongoza, mimi nakupenda, Mungu akipenda nikuoe. Lini? Mungu akijalia. Na wewe upo. Yeye mwenyewe hajui anakuoa.
bado na wewe umejipa tumaini kwamba hapa ndio. Kama hajui anakokwenda, usiende naye. Kwa mantiki hiyo, sio tu wanaume, hata mwanamke, usianze kutafuta mwenzi, tafuta chanzo chako. Maana aliyekutengeneza anajua alichoweka ndani yako, na kwa sababu anajua alichoweka ndani yako, anajua ni mwanaume gani anayekufaa. Na watu wa aina hii huwa hawakosei. Kwa nini hawakosei? Hapa alipo huyu jamaa hazini, aui, haibi, amshuhudii ndani yake uongo. Kwa sababu gani afanye hivyo vitu? Ni kwa sababu ya aliyemuumba. Sio kwa sababu ya nani? Ya mwanamke. Unakuta kabisa kuna mdada mmoja alikuwa ananiambia, "Pastor, huyu mwanaume hajatulia. Lakini ngoja tuone tukiingia kwenye ndoa." Unajua nilimuonea huruma sana yule dada, nikamwambia, "Dada, hivi kenge wa Tanzania ukimpeleka Marekani anakuwa ng'ombe?" Kenge ni kenge tu, hata umpeleke. Leo tumekuwa watu wajinga sana, tunafundishwa vitu ambavyo hatuvihitaji. Leo mtu anakufundisha tafuta mwenzi, unajua angalia hivi, fanya hivi. Sikiliza, usitafute kwanza mwenzi, jitafute nani? Adamu alimpoteza Mungu. Adamu akiwa kwenye hii dunia ya dhambi, huyu ni Adamu, yuko kwenye hii dunia ya dhambi. Utakuja kugundua hichi kitu, kabla dhambi haijaingia, alone ilikuwa ni lazima. Mungu alisema hivi, "It's not good for a man to be alone." Alone ilikuwa compulsory. Lakini angalia, huyu mtu aliyoambiwa asiwe alone, cha kwanza alikuwa single. Tatizo tulilonalo leo kwenye hii dunia tuliopo, huyu Adamu wa leo, yeye mwenyewe he is not single. Kwa sababu ili awe single ni lazima awe ameunganika na nani? Hapa alipo he is not single. Angalia mbaya zaidi, but he is not alone. Pieces zimejaa kibao, lakini kumbuka he is not single. Sio single tena, ila pia hayuko alone. Kwa sababu wadada sasa hivi duniani wako. Huyu alivyokuwa mjinga hapa alipo ana matatizo. Ana tatizo gani? Hajui yeye ni nani, kwa nini kaumbwa, anatakiwa afanye nini, hajui chochote kuhusu yeye. Alafu anaanza kutafuta demu. Yaani wewe ujijue. Unakutana na mtu barabarani anatembea, wewe binti unatoka huku yanaenda huko, alafu anakusimamisha, "Aisee, mambo poa, mzima? Bwana twenzetu." "Wapi?" "Wewe twende tu." Na wewe kweli umegeuza, mnaanza kufanya nini? Lakini ukimuuliza, "Tunaenda wapi?" "Bwana wewe, hata mimi naelewa ndugu yangu, wewe twende tu, Mungu akijalia." Kumbe kwenye dunia tulionayo, huyu kijana anachopaswa sasa hivi ni kuinvest sana kurudisha uwepo wa Mungu maishani mwake. Ndio struggle namba moja. Alafu angalia habari njema, pindi akistruggle Mungu akarudi kwake, cha kwanza Mungu atakachomuonyesha huyu, purpose. Nimekuumba kwa sababu gani? Yesu unajua hakuoa kwa sababu alijua kusudi lake. Na miaka 30 ngapi duniani? Alafu angalia, ambaye angeolewa na Yesu angejuta. Wewe imagine ametoka kubatizwa na kwambia, "Sweetie, naenda jangwani. Nitakuwa huko siku 40. Ndio tutaonana wapi?" Yesu alikuwa mwanaume wa ajabu kweli. Aliwahi kupanga tu chumba muda mfupi. Kama mnakumbukumbu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana 1, kutoka eneo alikoishi mpaka anapobatizwa alikuwa ni mwendo wa kutembea 2 weeks. Alipofika pale alipanga ghetto kwa muda tu. Since then Yesu hakuwahi kuwa na kwake. Haya, angekuwa na mke kwao wangeimbia wapi? Maana hakuwahi kuwa na Yesu, hakuwahi kuwa na kwake. Popote wametembea, wamefika kwenye mti, anakaa anaanza kuwatia wenzao ujinga. "Msifadhaike mioyoni mwenu. Unamwamini Mungu, niamini nini na mimi? Nyumbani mwa baba yangu kama sivyo." Mungu anajua kabisa kusudi nililoliweka kwa Yesu ndani yake halihitaji mke. Kusudi nililoweka kwa Paulo ndani yake halihitaji mke. Na ndio maana kuoa sio lazima. Kwa sababu gani naoa? Kwa sababu ya kusudi Mungu aliloweka ndani yangu. Sasa wadogo zangu, usianze kutafuta mke. Kuna watu mko hapa busy na kutafuta mke, na umeambiwa eti usiondoke hapa bila. Umekazana kweli kwamba yani tunavotoka na wahi kabisa mlangoni wa kwanza utoke. Alafu huko unaangalia Nikuuzie wazo, find yourself. Ngoja niwaambie wadogo zangu, hakuna la duniani ukishajua wewe ni nani. Kimoja nilichojifunza mimi, kinapunguza hata stress. Kwa sababu kila kisicho kusupport, ngoja niwaambie vizuri,
hadi marafiki wanaokuzunguka. Mungu analeta marafiki watakaotimiza kusudi aliloweka ndani yako. Si kila mtu rafiki yako. Ndio maana Yesu alikuwa na wanafunzi 500 ila mitume alikuwa nao wangapi? Katika mitume 12 alikuwa na 3 tu wa karibu sana na yeye. Katika 3 mmoja alimpenda sana. Wewe umekazana kila mtu lazima awe nani? Haujaumbwa hivyo. Na kutokuwa rafiki yako haina maana mbinguni haendi. Kutokuwa rafiki yako haina maana unamchukia. Ila yeye hakuwa kwa sababu ya kitu kilicho ndani yako. Mungu ndo anajua nani hawe hapa, nani hawe hapa. Kwa hiyo mimi sipaswi kutafuta rafiki, mimi napaswa kutafuta nani? Nikishakuwa na Mungu automatically tu marafiki wanaonifaa watakaa. Wewe hujawahi kuona ukiwa na wenzio wanaongelea mademo, akija kijana mmoja muongeaje? Utasikia mnaongea mwanangu ule Velo unamjua? Mwanangu ule mtoto. Alafu akitokea Abdalla akaja utasikia mnaambiana, "Oya kausha mchungaji wewe." Na mwingine anasema ana lolote huyo muuni. Kwanza sudi kama ana nguvu huyo. Kwa sababu yeye amejua kusudi lake, yuko against na kwenu mnakokwenda. Mnamkataa, lakini kumkataa haina maana mmemkataa. Kwa sababu alichobeba yeye kakigundua na yuko pamoja na Mungu. Kwa hiyo hata ukimkataa umkomoi. Leo binti ukiachwa unaanza kuweka nyimbo za Selena Dion. There is our go. Huko sebleni tu mikamasi. Vipi ameniacha? Ukiachwa shukuru. Mimi nawataniaga watu, naambia siku ulioachwa nenda kwenye wanapochoma mbuzi portion. Jiagizie ka portion ka 5000 ka mbuzi. Na juisi ya parachichi imewekwa na pensheni. Baridi. Jipongeze, unaanza upya. Lakini kama umeachwa kwa sababu uko pamoja na Bwana, usisahau umeachwa ukiwa pamoja na nani? Maana kuna watu wako huku. Adamu alipotenda dhambi, aliye naye ni Lucifer. Mshike huyu. Lucifer. Njoo. Huyu binti naye yuko na Lucifer. Mshike huyu. Halafu wanapendana, wanaanza kuimba kwaya kabla hawajasajiliwa. Na ilivyo mwanaume akisha kujua mara 2 mara 3, wanasema siku 90 thamani yako inapotea. Anakuona wa kawaida. Na huyu alipendwa na huyu kwa sababu ya mguu. Lakini hana koo. Ila mguu anao hana nini? Huyu kashakuwa na mahusiano na huyu binti miezi mingapi? Akiwa barabarani anatembea, njoo shosti huko mbele. Anaonana na piece nyingine yenyewe haina mguu ila ina koo. Kinachotokea, huyu jamaa anahamia wapi? Huyu binti anaanza kuteseka. Siku hizi message zangu ujibu. Umebadilika, kama vipi tuachane? Huyu ndio alichokuwa anasubiri. Yaani ukimwambia kama vipi tuachane, utaona message yake, kama umeamua hivyo fresh. Alafu angalia, akimwambia kama umeamua hivyo fresh, huyu akitoka hapo anateseka. Kwenye makambi unamsikia, "Pastor, wasaidia wanaume wa Kisabato wanatesa." Kumbe tatizo hapa sio mwanaume. Tatizo huyu mwanaume yuko connected na nani? Nisikilizeni wadogo zangu, huyu muaminifu aliye na Bwana, mfano ni Mwadventista Msabato, si salama kumuoa asiye. Kwa sababu kama huyu binti kafungamanishwa na Lucifer, sikiliza, Lucifer na Yesu hawezi kukaa chumba kimoja. Nikifika hapa na wasogeleaga karibu niwaambie, hata ninyi Waadventista wa Sabato, usiongopewe na ile fungu, usifungiwe nila na asiyeamini. Nikuulize swali, nani asiyeamini duniani? Hadi asiyeamini yuko ambaye aamini Mungu yupo. Ila ana imani ya kuamini Mungu hayupo. Ila naye anafanyaje? Hata sisi Waadventista wa Sabato tuliokaa hapa, wengi wetu tuko hapa. Angalia tulivyokuwa tunaigiza, tuna sketi tumeambiwa paka iwe wapi? Huko. Tuna panki la Kisabato lile pambano huko. Tunaimba kwaya lakini still tumefungamanishwa na nani? Na shetani. Muonekano wa nje haudetermine uasilia wa mtu ndani. Huwezi ukajua mke anayekufaa kama Mungu hayupo ndani yako. Mungu anamwambia Samueli, wewe unaangalia nje, mimi naangalia wapi? Unaweza kumuona binti kavaa vizuri kasimama hapa, lakini ni kamalaya. Kazuri kabisa, ila kako ndani ya nini? Na kanaimba sauti ya ngapi? Lakini hafai kuwa mke. Vivyo hivyo kuna wanaume
80 jamani mifano. Tena ni kiongozi mkubwa kabisa. TUCASA. Akisimama anatoa instruction. Sasa watu wa Mungu, dada walivyokuwa mjinga pale ukimwangalia sema huyu nani kakuongopea? Usifocus na mtu, focus na mwenye mtu. Maana mwenye mtu ndio anajua wapi kutakufiti. Nimalizie niwapishe hapa mbele, asanteni. Nimalizie kwa kusema hivi, msione watu wako kwenye ndoa wanateseka ila wanajikaza. Nina miaka michache ya uchungaji, naenda mwaka wa 13, lakini trust me, asilimia kubwa za ndoa wanateseka ila hamna mlango wa kufanyaje. Na wanachoteseka ni kwa sababu walitumia sana ubinadamu wakaacha go back in the beginning. Na mimi ni kuencourage mdogo wangu, kesho nitakwambia kitu kingine cha pili. Go back. Nenda kwenye Mwanzo 1 na Mwanzo ngapi? Ukifika pale usianze kutafuta mke, jitafute kwanza wewe. Maana hapo ulipo wewe hujui ni nani. Asante. Hapo ulipo wewe hujui. Ngoja muda. Okay. Hivi unajua degree sio wewe? Wewe na degree nani alitangulia? Ulipokuwa mjinga utasema degree. Degree si uliamua wewe kusomea. Wewe ni zaidi ya degree unayosomea. Alafu kama ulikuwa hujui, haziendi mbinguni hizo, ni za wapi? Ni za hapa. Nakuta jitu kabisa eti qualification za kuoa. Awe ana degree. Awe ameenda shule. Hivi ni vitu vya hapa, uende navyo kokote. Hizi elimu tulizonazo, kuna wengine wengi mmesoma sicho ulichoumbiwa. Ngoja nikusogelee karibu ujione kwamba una matatizo. Hata jina ulilonalo sio wewe. Swali, jina lako na wewe nani alitangulia? Nani alitangulia? Wewe. Akakaa baba yako na shangazi akakuangalia. Alafu akageukiana mtu na kaka yake. Hivi yule babu mzaa bibi shangazi yake alikuwa anaitwa nani? Shangazi akasahau, ngoja nikamuulize bibi. Bibi akasema Nyamweko. Akarudi hapa akasema alikuwa anaitwa Nyamweko. Baba yako anakugeukia, ataitwa Nyamweko. Nisikilize vizuri mdogo wangu. If you want to be safe in this world, search yourself.